بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزا الله خيرا خطيب wetu fadhilatu Sheikh Dr. Khamis kwa hotuba yake. Bwana muendelezo, hii ni hotuba ya 3. Mba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kheri wal baraka kwa khidma yake hii na uzinduzi na ufanuzi ambao unapatikana katika hizo hotuba. Almuhimu, huu ni muendelezo baada ya yale yaliyotokea na yale ambayo yamekusudiwa. Baadhi ya watu wamekusudia katika mwezi huu wa 12 tarehe 9 kufanya kile ambacho wamekusudia. Sasa Uislamu kama Waislamu, msiingie katika fadhaa. Pili, msiingie katika fadhaa ya uoga, kwamba kikubwa ni kusikiliza maelekezo ya viongozi wa nchi, wanatoa maelekezo gani. Hilo la kwanza. Kisha hivyo hivyo kila mmoja kumshika au kuwashika vijana wake, vijana wetu hawa umri mdogo wa miaka 15, 17, 20 na 25, wao kidogo ndio wanakuwa na hali ya jazba. Kila mmoja amzuie na kumkanya mwanawe, amzuie ndani, atulie, baada ya kumpa maelekezo na nini cha kufanya katika siku hizo. Kumba kubwa kila mmoja kubaki ndani na watu wake na kuto kuunga mkono hawa watu waliokusudia, kwa sababu juzi tu walaisa bibaid, si mbali, yalisema hivyo hivyo, lakini yakitokea kila mmoja ni shahidi, hakuna haja ya kuyarudia. Sasa zieni watoto wenu na bakini majumbani kwenu, na huku mkimtaka msaada Allah na kufanya istighfar. Ama yule ambaye ataingia nyumbani kwako, kaingia nyumbani kwako, basi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man mata duna malihi fahuwa shahidun, yule atakayekufa chini ya mali yake fahuwa shahidun. Wa man mata duna irdhihi fahuwa shahidun, wa man mata duna ahlihi fahuwa shahidun, atakayekufa anatetea mali yake fahuwa shahidun. Atakayekufa aliyakuwa anatetea mkewe, anatetea watoto wake, anatetea heshima yake, fahuwa shahidun. Hilo lisiwatie fadhaa, kwamba Mtume sallama kashazungumza hayo. Mtu ambaye ataamua kuvunja nyumbani kwako akaingia, usikae mikono nyuma. Wewe ushajiweka mbali, umekaa kwako na watoto wako, lakini mtu akaja, basi usikae nyuma. Wewe ni Muislamu. Muislamu sio mnyonge. Muislamu kwamba shambio ukifa unatetea mali yako, heshima yako, na wewe hujaingia kwenye fitna, lakini mtu akakufuata, usiwe mnyonge, kabiliana naye. Kabilia, ukifa wewe umekufa ni shahidi, kwa sababu amekufuata nyumbani kwako, ndani kwako. Wewe hujaingia mtaani, wewe ulikuwa nyumbani kwako, umezuia watoto wako na familia yako. Kwa hiyo hilo, haya ni maelekezo. Sasa unyonge, kuna baadhi ya watu wanaingia mchecheto. Unajua mchecheto wa nini? Mchecheto, Muislamu anaingia mchecheto wa nini? Kwa sababu hawa watu wa fitna kishaamua kufanya mambo na yamu. Tumepita kwetu tulikopita, wanasema bado. Sisi naomba Allah subhanahu wa ta'ala salama, sababu mazungumzo, maneno tushasema, maelekezo shatoa Qur'ani wa Sunna, na nyinyi mshasikia, viongozi wa serikali washasema. Sasa cha kufanya siku hiyo tarehe 9, kwa sio siku ya kazi au siku ya dini, bakini majumbani kwenu, msiingie katika fitna. Wale jeuri, kwa sababu hawakosi katika jamii yoyote ile. Ndio jamii yetu ilikuwa na munafikuna, walimsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya za Qur'ani zinashuka, lakini wao wanafanya vitimbwi, mpaka sura nzima ikaja kuelezea hali ya wanafiki. Hawakuacha na hawatoacha na hawatokosekana hawa. Sisi hawa huwa tunawahesabu kama ni makapi, na haya makapi yanakuwepo tu, hawaelewi, lakini kuna kitu chao ndicho ambacho watakielewa huko na wenzao hao wanaojuana nao. Lakini sisi tunawaambia watu wa mukala Waislamu ambao wana busara na kuelewa kwamba sio na wasiwasi, fastaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika.